Kusalimu kwa jina la Yesu Kristo, rafiki yangu popote pale ulipo na unaponisikiliza. Mungu ametupa neema tuzidi kujifunza mambo mengi sana ya kiroho ambayo yataweza kutuongoza kwenye safari ya vita ya hapa duniani dhidi ya shetani na mamlaka zote za kuzimu. Maana vita yetu si juu ya damu na nyama, bali kwenye ulimwengu wa roho, wa Efeso 6:18, 10 mpaka 18. Shetani si kiumbe chenye nguvu, lakini kiumbe kidanganyifu kinachowapoteza wengi. Wengi tumepotea kwa sababu ya udanganyifu wake. Na tunavyosoma Yohana 10:10, shetani anakuja kuchinja, kuiba na kuharibu kupitia udanganyifu na kutia hofu, lakini pia na kuwaweka watu kwenye uovu ili wapotee na wamwasi Mungu. Lakini sasa nataka nikufundishe hapa kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana 19 jinsi mnyama na jeshi lake walivyomshindwa na walivyoshindwa mbele ya Bwana wa mabwana Yesu Kristo. Na majira haya yameshakaribia. Lazima tujiandae, tuzifue nguo zetu, tuishi maisha matakatifu, tuache dhambi. Wazinzi waache kuzini, waibaji waache kuiba, waongo waache uongo, wafiraji waache ufiraji. Watu mbalimbali ambao wamefanya mambo yasiyompendeza Mungu. Ni wakati na ni majira ya kubadilisha mwelekeo. Kumbuka hapa duniani tunaishi mara moja, baada ya hapo ni hukumu. Kwa usipotumia muda huu ulionao kurejelea maisha yako na kutafakari njia zako na kurudi kwenye misingi, utapitwa. Kuna wengi walitamani hiyo siku itokee, lakini wameshaondoka duniani. Na ukiondoka kwenye dhambi, moja kwa moja ni hukumu na ni jehanamu ya moto. Soma Ufunuo 19 mstari wa 17, nataka nisome. Maandiko yanasema, kisha nikaona malaika moja amesimama katika jua, akalia kwa sauti kuu, akiwaambia ndege wote warukao katikati ya mbingu, njooni mkutane kwa karamu ya Mungu iliyo kuu, mpate kula nyama ya wafalme na nyama ya majemedari na nyama ya watu hodari na nyama ya farasi na nyama ya watu wa wapandao na nyama ya watu wote waungwana, kwa watumwa wadogo kwa wakubwa. Mstari wa 19, kisha nikamwona huyo mnyama wa wafalme wa nchi na majeshi yao wamekutana kufanya vita na yeye aketie juu ya farasi yule, tena na ya majeshi yake. Tunamwona mnyama anataka apigane na Bwana Yesu Kristo. Yule mnyama akakamatwa. Tunamwona mnyama anakamatwa. Yule nabii wa uongo pamoja naye wote wanakamatwa. Yeye aliyezifanya hizo ishara mbele yake, ambazo kwa hizo aliwadanganya watu wale walioipokea ile chapa ya huyo mnyama, nao walioisujudia sanamu yake. Hao wawili wakatupwa wangali hai katika lile ziwa la moto liwakalo kwa kiberiti. Na wale waliosalia waliuawa kwa upanga wake yeye aketie juu ya yule farasi, upanga utokao katika kinywa chake, na ndege wote wakashiba kwa nyama zao. Tunaona kwamba upanga unatoka kwenye kinywa chake. Na unatokaje? Ina maana ni neno la Mungu. Ushindi hapa duniani au kuferi hapa duniani ni matokeo ya ulimi. Kusoma kitabu cha Mithali 18:20-21, Mungu mwenyewe anatuambia kwamba kifo na uzima huwa katika nguvu ya ulimi, na wale wanaopenda ulimi watakula matunda yake. Lakini pia neno la Mungu linasema, aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Mtu anaonaje? Kuona kunatokana na sauti ndani yako. Unapoona kitu, picha ile inayokuja, ili uweze kukitambua, jua kuna sauti ndani yake inayosema huyu labda ni fulani, hichi ni kitu fulani. Ile sauti ni neno. Kwa hiyo neno lako lina nguvu gani kwenye ulimwengu wa roho? Limesimamia misingi gani? Neno lenye misingi ya kuleta matokeo ni neno la imani. Neno la imani ni neno linalosimamia neno la Mungu. Yaani unaposoma Biblia, lile neno ukilipokea, ukaliamini, ukaliishi, ukalifanyia kazi, lile neno linageuka ni upanga, aidha wa kuokoa au kuangamiza. Kama kuangamiza ufalme wa giza au kuokoa maisha ya mtu kumweka kwenye nuru. Kwa hiyo tunamwona Yesu anamwangamiza mnyama
na anaruhusu ndege wa angani wafurahie karamu kwa kula nyama za vile vitu. Na yote yatatokea. Kwa hiyo ni wakati wako wa kuokoka, wakati wako wa kujua Yesu alisema kwamba dunia itapita, bahari itapita, kila kitu kitapita, lakini kamwe neno langu halitopita. Ndio maana akasema maneno yangu hayatanguki. Kwa neno la Mungu halitanguki, neno la Mungu halipiti. Yote yaliyoandikwa yatatimia. Ni wakati wako wa kuchunguza maisha yako. Ni wakati wako wa kuangalia uko wapi, umesimama wapi, umesimamia nini, na unaelekea wapi, na unahitaji uwe mtu gani hapa duniani kabla ya kuondoka. Usipotengeneza maisha yako kabla ya majira ya mwisho, utakuja wakati mbaya, utakuja wakati ambapo huna nguvu tena. Ndio maana Mhubiri Suleiman anasema, kijana, mtafute Mungu siku za ujana wako kabla hazijaja siku mbaya ambapo hutokuwa tena na huo muda. Na mimi nasema, mzee, mtafute Mungu; kijana, mtafute Mungu; binti, mtafute Mungu. Okoka, acha uovu. Dhambi umefanya sana, zinaa umefanya sana, uongo umefanya sana, umbea umefanya sana, tamaa umefanya sana, utengano umefanya sana, mambo machafu umefanya sana. Lakini hayo yote matokeo yake ni kilio na kusaga meno. Soma kitabu cha Ufunuo sura ya 8 mstari wa 21. Anakuambia waongo, wasioamini, waoga, waabudu sanamu, wazinzi, wote wachuki zao, wote ni kwenye ziwa la moto. Umejiandaaje leo mwana kondoo akija? Parapanda likilia dakika hii, je, una ujasiri wa kusimama mbele ya kiti cha enzi? Kwa sababu hatujui siku wala saa. Muda wote mwanadamu anaweza pukutika kama majani ya kiangazi. Maana sisi pumzi yetu imeshikiliwa na Mwokozi, inaweza kuondoka muda wote. Ni kama majani tu ya kiangazi, ni kama udongo la mfinyanzi. Kwa hiyo tafakari leo, mrudie Mungu, okoka, batizwa ili uwe tayari kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Nawapenda. In Jesus name. Shalom.